Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku iliyo njema, lakini poleni sana kwa ajili ya mambo yaliyotokea huko mitaani, na hata Jumapili hatakuwa na ibada ya kueleweka. Lakini atukuzwe Mungu, nilipata taarifa za watu wengine wamefanya ibada nyumbani nzuri tu. Mungu awabariki sana. Ibada za nyumbani nazo ni muhimu kwa ajili ya kujijenga na kujiandaa kwa ajili ya ibada pamoja kama hivi. Lakini leo tutaenda kuangalia neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Yohana 16 mstari wa 33b. 16 mstari wa 33b. Neno la Mungu linasema Yesu ameushinda ulimwengu. Yaani tunakwenda kuangalia kuhusu, kama tunataka kichwa chake tunasema Yesu ameushinda ulimwengu. Kwa hiyo tujipe moyo. Jipeni moyo, Yesu ameushinda ulimwengu. Yesu alisema kwenye mstari kwamba hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwengu mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Haya ni maneno ya kutia moyo wakati tunapopitia katika dhiki. Kwa hiyo mchana wa leo nataka nizungumze kuhusu dhiki, neno dhiki. Amina. Nataka kuzungumza kuhusu neno dhiki, tutaliangalia. Alafu baadaye tutaangalia kwenye Biblia wanasemaje kuhusu mambo ambayo tunatakiwa kufanya, na hatimaye tutamaliza somo letu. Jambo la kwanza, nataka tujue maana ya neno dhiki. Dhiki maana yake ni taabu. Dhiki maana yake ni mateso. Dhiki maana yake ni huzuni. Dhiki maana yake ni misiba. Dhiki maana yake ni mashaka. Dhiki maana yake ni njaa. Dhiki maana yake ni kiu. Dhiki maana yake umaskini. Dhiki maana yake ni ugonjwa na vitu kama hivyo. Amina. Amina. Na hapa duniani kwa bahati mbaya dhiki ipo na nyingi tu. Hata na sisi wiki iliyopita tulipitia kwenye dhiki. Lakini jambo la pili, hebu tuangalie chanzo cha dhiki hapa ulimwenguni nini? Ni kitu gani kilisababisha ikawepo dhiki hapa ulimwenguni? Mambo mawili. Jambo la kwanza ni anguko la mwanadamu. Anguko la mwanadamu. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 16 mpaka 19. Biblia inasema akamwambia mwanamke, hakika nitauzidisha uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na kuendelea. Lakini hapa nataka kuangaliza tu kwamba kwa sababu ya anguko hata uzao umekuwa ni shida. Wanawake walikuwa wanazaa kwa uchungu, lakini Biblia ikasema wataongezewa utungu. Maana nadhani utungu ni mkali kuliko uchungu. Ni utungu ni ule uchungu ambao mwanamke anapata akiwa anajifungua. Wanasema wataalamu wanasema maumivu wanayopata wanawake wanapojifungua ni makubwa sana, kiasi kwamba mwanamume yeyote ukimweka kwenye maumivu hayo, huyo mwanamume atakufa. Sasa sijui alipima na nini, lakini ndivyo wanavyosema. Kwa hiyo dhiki hii iliingia duniani kwa sababu ya anguko la mwanadamu. Na jambo la pili, dhiki iliingia duniani kutokana na dhambi, na inaingia hata sasa kutokana na dhambi. Kwa hiyo ukifanya dhambi, maana unakaribisha dhiki. Ayubu 4 mstari wa 8, Biblia inasema kama mimi nilivyoona. Huyu Ayubu anasema hawa walimao maovu na kupanda madhara huvuna hayo hayo. Yaani ukifanya uovu, matokeo yake yatakuwa ni mabaya tu. Hamna jinsi. Ujue duniani mambo mabaya yapo, dhiki ipo. Lakini sasa wewe ukifanya uovu, anasema ukilima madhara na kupanda uovu, hutavuna kitu kingine, utavuna hicho hicho.
Kwa hiyo dhambi ni sababu ya kuwepo dhiki ulimwenguni. Mithali 1:31 inasema, kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, watashiba mashauri yao wenyewe, watashiba mashauri yao wenyewe. Yaani kwamba waovu, watendao maovu, hao kwa sababu ya uovu watapata matunda ya yale maovu. Maana yake ni kwamba watakachokipata ni matokeo ya maovu yale, na matokeo haya hayawezi kuwa mabaya isipokuwa ni kuzidisha dhiki iliyoko ulimwenguni, ni kuongeza tu dhiki. Amina, Bwana asifiwe. Lakini jambo la tatu, Mungu hafurahii dhiki ya wanadamu. Pamoja na kwamba iko dhiki duniani, watu wanapitia kwenye dhiki nyingi, Mungu huwa hafurahii anapomwona mwanadamu anapata shida. Mungu hafurahii anapomwona mwanadamu anaumwa. Mungu hafurahii anapomwona mwanadamu anateseka. Lakini mateso yapo tu. Amina, amina. Tunaposoma kwenye kitabu kile cha Maombolezo 3:33, Biblia inasema, maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Yaani Mungu katika mateso yale unayopitia, mateso ni dhiki, Mungu hapendi kukuhuzunisha wala hafurahii kuona kwamba unapita kwenye mateso, kwenye dhiki, kwenye taabu. Mungu hapendi hivyo. Lakini dhiki ipo, watu tunapata dhiki, ni kukaa vizuri mahali ambapo ni sahihi. Tena dhiki ikija kwako iwe ni faida, maana kuna faida katika dhiki. Iko faida nyingi. Moja hapa ni kwamba inamsaidia mtu ambaye anakosea kuwa kwenye mstari, anarudi kwenye mstari. Haleluya, haleluya. Lakini jambo la 4, kuna mambo ambayo Mungu anataka tuwajibike kwa habari ya dhiki. Iko hapa duniani dhiki, lakini kila mmoja wetu anatakiwa awajibike. Kwa nini? Kwa sababu wako watu wengi wako kwenye dhiki, na wewe unawaona, na wewe unawajua. Hata kama mtu ana dhiki, ana shida na mateso, na wewe Mungu anakuweka, una nafasi ya kuweza kumsaidia. Mungu afurahie aendelee kuwa katika dhiki. Kwa hiyo unao wajibu wewe wa kuhakikisha kwamba huyu mtu hapitii katika dhiki. Katika kile kitabu cha Ayubu mlango ule wa 6 mstari wa 4, anasema kwake huyo, Ayubu 6 mstari wa 14, kwake huyo atakaye kuzima roho inapasa atendewe mema na rafiki, hata kwake huyo aachaye kumcha Mwenyezi. Mambo mawili amesema hapo. Mtu ambaye yuko katika hali ngumu kabisa, anafika sasa anataka kufa, anahitaji msaada, na lazima apewe msaada. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayeweza kumsaidia kwa karibu mtu kama huyo ni rafiki yake. Lakini wewe ambaye umemwona mwenye shida, ni rafiki yake wakati huo. Haleluya. Kwa hiyo unawajibika. Biblia inasema mtu yuko kwenye hali ngumu kabisa, atakayemsaidia ni rafiki yake. Lakini wewe ambaye una nafasi ya kumsaidia, kwa sababu Mungu anapenda hilo, anapenda asipitie kwenye shida, wewe una nafasi ya kumsaidia mtu kama huyo. Lakini zaidi sana kuna kitu kingine amekizungumza hapo, nikakisoma nikakipenda. Anasema hata yule mtu ambaye anakata asiyemcha Mwenyezi, maana mtu asiye mtakatifu, mtu mbaya, Bwana Yesu asifiwe, akiwa kwenye shida, akiwa kwenye matatizo, Mungu anatazamia umsaidie. Watu wengine waliokoka wanasema walokole watu mataifa, sina uhusiano nao, sitawasaidia. Uwasaidie hata kama mtu hajaokoka, hata kama basi aliokoka akamwacha Mungu kabisa, bado Mungu anamwita kwa upendo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wamekosea wakaanguka, hawakurudi mbele za Mungu. Anasema hivi, ukimwona mtu wa namna hiyo, mwambie inuka, kuna kuinuka tena, na Mungu anaokoa watu walio wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alianguka, miaka mingi imepita, habari ya kurudi amesahau kabisa. Ni mahali pa hatari sana hapo. Ni lazima ujitambue, kama umemwacha Mungu kwenye sehemu fulani, urudie kwenye nafasi yako, kwa sababu Mungu huwaokoa wanyenyekevu.
Hivyo neno la Mungu linavyosema. Kwa hiyo unao wajibu wa kuwajibika kwa njia ya kuwasaidia wale wote wanaokuzunguka, ikiwa ni ndugu zako, ikiwa ni wacha Mungu, ikiwa si wacha Mungu, basi unatakiwa uwasaidie. Kwenye kile kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 29, Biblia inasema, hapo atakapo kuangusha utasema kuna kuinuka tena, naye mnyenyekevu Mungu atamuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie yule mtu kwamba uinuka tena. Mungu anataka wanyenyekevu. Watu wanaanguka, hawataki kuamka kwa sababu hawana unyenyekevu. Wanatetea dhambi zao, wanaona ni sawa tu. Hapana, ukikosea rudi kwa Mungu. Mungu ameahidi kwamba ataokoa aliye mnyenyekevu. Na wewe ukimwona mtu ameanguka, amemwacha Mungu, yuko kwenye hali ya kupotea, mwambie ukianguka unainuka tena. Mtie moyo wa kumrejesha, maana ndio msaada unaoweza kumpa. Mtu yuko katika dhiki kwa sababu hana uhusiano mzuri na Mungu. Kwa hiyo unamwambia mtu akianguka anainuka tena. Na Biblia inasema hapa hata yule mtu ambaye ameacha kumcha Mungu, maana yake kwamba mambo ya Mungu hana habari nayo kabisa. Wana hata haoni kwamba yana faida, yana haja ya kuyafuatilia. Kwa hiyo tunao wajibu mkubwa wa kuwahudumia watu walio karibu na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule aliyeanguka unayemfahamu, mwambie inuka ndugu, rudi kwa Mungu. Lakini Mungu anaponya wanyenyekevu, anawaokoa wanyenyekevu. Ukinyenyekea kwa Mungu atakukubali. Haleluya, haleluya. Jambo la 5, ni vizuri kujua kwamba wanadamu wanazaliwa katika dhiki. Wanadamu wanazaliwa katika dhiki. Yaani unapozaliwa hapa duniani, sio furaha tu, sio sherehe kila siku. Hapana. Kuna wakati wa kupitia kwenye dhiki, kwenye mateso, kwenye magonjwa, kwenye shida, kwenye uhitaji. Na Ayubu anasema kwenye Ayubu 14 mstari wa kwanza, anasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake si nyingi za kuishi, naye hujaa taabu. Yaani siku si nyingi za kuishi hapa, lakini siku hizo zina taabu. Ili mradi ni mwanadamu, kama ameokoka au kama hajaokoka, huyo mtu anakutana na taabu hapa duniani. Akija tu anaingia kwenye taabu, na anahitaji msaada wa mtu mwingine. Kama wewe ni mwanadamu, ukizaliwa mama yako akakuacha akaondoka, sidhani kama unaweza kumaliza siku 3 hujafa, utakufa ukikosa msaada. Lakini kimbuzi kikizaliwa kikaa dakika 20 kinaanza kukimbia, au kimnyama cha porini, kiswala kile kinakitimua mbio kabisa, hata si ajabu utakipata. Kwa sababu Mungu ametuweka tu na ushirika wa karibu, tusaidiane katika roho, tusaidiane katika mwili tunapoona dhiki kwa mwenzetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ulimwenguni kuna taabu, ulimwenguni huku kuna shida, ulimwenguni huku kuna dhiki. Ni lazima tusaidiane. Na jambo la 6, hata ninyi watakatifu. Hata ninyi watakatifu. Biblia inasema na ninyi pia tutarajie nini? Dhiki. Amina. Andiko lile tulilosoma pale mwanzo nasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Yaani Yesu anasema, anawaambia wanafunzi wake, nawaambia maneno haya ili muwe ndani yangu, maana ndani yangu kuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu ameshinda ulimwengu. Anajua kuna dhiki. Anatuambia tunaopitia katika dhiki. Anatuambia sisi ambao tuna dhiki kwamba tujipe moyo. Yesu ameushinda ulimwengu, na sisi tutaushinda ulimwengu kwa sababu tuko ndani yake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii dhiki haichagui mtakatifu, haichagui mwovu, lakini ulimwenguni kuna dhiki. Ni wewe tu kuonyesha mwitikio wako unapokutana na dhiki. Katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 14 mstari wa 22, Biblia inasema imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi.
Bwana Yesu asifiwe. Kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya nini? Ya furaha tele. Kwa njia ya dhiki nyingi. Mtu anakufa anaenda mbinguni. Anakufa anacheka. Kufa ni kufa bwana. Bwana asifiwe sana. Kufa ni kufa. Sasa imetupasa kuingia katika ufalme wa mbinguni kwa njia ya dhiki nyingi. Maandiko mengine yanasema njia iendayo kule nimesonga, tena ni nyembamba. Kwa hiyo kuna jitihada inatakiwa. Hata jitihada pamoja na kuona kuna mtu yuko na dhiki mahali fulani, yuko wapi mtu mwenye dhiki ukamsaidia. Macho yako lazima yaone. Amina. Amina. Lakini nimesema watakatifu hata dhiki wamewekewa. Kusoma Matendo 20 mstari wa 23 na 24. Biblia inasema isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji unishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningojea. Bwana asifiwe. Yule mtu aliyeuliza, kuna mtu aliyeuliza kwenye Sunday school kwamba kwa nini Roho Mtakatifu akamwacha tu mtu akaenda mpaka akafa? Sasa vitu vingine vinafanyika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hiyo dhiki imesha kuja kwa sababu ambazo zipo na iko hapa duniani. Sasa Mungu anaanza kukuachia, lakini anao uwezo wa kudhibiti ile dhiki. Amina. Ana uwezo wa kudhibiti dhiki, kwamba unayo dhiki imekupitia, unaweza ukaendelea nayo au ukasimama, akaisimamisha. Mungu anao uwezo huo. Kwa hiyo tunapo kwenye dhiki wakati mwingine, tunapita kwenye dhiki wakati mwingine, Mungu anatukuzwa katika ile dhiki, lakini pia Mungu huwa anatusaidia. Dhiki inatutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Umeshaona mtu mbaya sana kapita kwenye adhabu kubwa sana, lakini akabadilika akawa mzuri. Mungu yuko hivyo. Anasema dhiki inatutengeneza. Anasema kwa watoto wake wakimkosea na wapiga fimbo, lakini wakitenda maovu mabaya sana Mungu akikasirika anapiga, lakini anakurejesha pia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo dhiki ipo. Jipe moyo. Jipe moyo kwa sababu, kwa maana Biblia inasema kwa maana dhiki zetu nyepesi, dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidiwe kuwa mwingi sana. Dhiki yetu ni ya muda mfupi. Dhiki ya ovu ni ya muda mrefu ya milele. Furaha yetu sisi baada ya dhiki ya kitambo inakuwa ni furaha ya milele. Kwa hiyo tujipe moyo kwamba katika dhiki bado Mungu yuko pamoja nasi na atatusaidia na atatuvusha, na kuna utukufu mwingi ambao Mungu anapata kupitia dhiki hiyo. Lakini pia jipe moyo kwa sababu Isaya anasema kwenye Isaya 9:1, lakini yeye aliye katika dhiki hata kosa changamko. Unapitia katika mateso, unapitia katika dhiki, Mungu anajua pale mbele kuna kuchangamka. Mungu anajua pale mbele ile dhiki itaondoka. Hata wewe unapitia katika dhiki, Mungu anajua. Hata na sisi wote tunapitia katika dhiki, jambo linaweza kaonekana ni gumu sana, bado Mungu anakutukusudia mema. Nikwambia Mungu afurahi mateso ya wanadamu. Kwa hiyo jipe moyo. Na jipe moyo kwa sababu bado kitambo kidogo tu ghadhabu itakoma na hasira yangu itageukia kuangamiza adui zako. Isaya 10:25. Ni kitambo kidogo. Kama kuna adui anakushambulia, labda ni magonjwa, labda ni vifungo vya aina fulani, labda ni mateso ya njaa na kadhalika, Mungu ataondoa hayo, ataondoa hiyo dhiki, kwa sababu yuko Mungu awezaye mambo yote. Haleluya. Kwa hiyo dhiki ni sehemu yetu, na sisi waliookoka tumewekewa dhiki. Lakini dhiki ni kwa ajili ya dunia nzima. Kuna wakati tunapita kwenye dhiki, kuna wakati wengine wanapita kwenye dhiki. Tunao wajibu wa kuwasaidia wenzetu wanapopita katika hali ya dhiki. Bwana, nakumbuka mfano fulani, tulienda kule Marekani mwaka ule 2006, kakuta mchungaji mmoja akasema kuna kijana mmoja anaitwa urembo, unamfahamu? Ametoka Dar es Salaam. Nikamwambia mimi nitafahamu je, mzee? Dar es Salaam mkubwa, hata Kimara ukiniambia watu wanamfahamu, mimi siwezi kuwafahamu. Akasema huyu kijana alitoka huko kwenu, hana vibali, yuko hapa. Sasa hana pa kulala.
Maana alienda pale akasema mimi nimaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, nimekuja kunataka nije nisome mambo ya sijui criminal investigation. Akamwambia nini criminal investigation, umeleta na nani? Wakamwambia basi sawa, waendelea kukaa tu, huna cha kufanya, wakupi kitu chochote. Maana kule kama una kazi inabidi usaidie na hela za mafuta ya gari. Sasa yeye ana gari lake, ikifika jioni anapaji kando ya njia, analala hapo. Yule mchungaji akasema nampa huyu mtoto shilingi 1,000 kila mwezi, $1,000. Hamfahamu, hana faida yoyote anayopata kwa huyu mtoto, lakini anampa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anajua huyu ni mwanadamu na Mungu anataka nimsaidie. Yule kijana alikuwa ikifika jioni anapaki popote. Kama alienda Mbezi, atabaki hapo kando ya barabara, analala, kiamka ndio ukikuta ndio anatafuta aende mahali pengine. Huyu anajua Mungu anataka nini. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uone kwamba ni wapi ambapo kunahitaji msaada, ili kwamba niweze kufanya kitu kwa yule anayeteseka. Amina. Tunapoenda kumalizia sasa, tuangalie kwenye Biblia. Sasa naomba hapa mtu anisomee. Mtu anayeweza kunisomea Isaya. Tutasoma kwenye Agano la Kale, alafu tutasoma Agano Jipya, alafu tutasummarize. Naomba mtu anisomee Isaya 8 mstari wa 6 mpaka wa 8. Isaya 8 mstari wa 6 mpaka wa 8. Isaya 8 mstari wa 6 mpaka wa 8. Kwa sababu watu hawa wameyakataa maji ya Shiloh yapitayo polepole. Isaya Isaya 58 nadhani. 50 sio 8. Nikosea hapo kuandika. Isaya 58. Isaya 58 mstari wa 6 mpaka 8. Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Je, sivyo kuwagawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini kwa nje nyumbani kwako? Umonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Mungu anasema hapa kupitia Isaya kwamba Mungu kufunga anapenda, kwa sababu unafunga unamkaribia, lakini anasema unapofunga, ili ufunge vizuri, chakula ambacho ungekula wewe unampa mtu mwingine ale ambaye ana shida. Bwana Yesu asifiwe. Kama anataka ufanyaje? Umpe chakula chako wewe. Na kama hana mavazi, basi umpe. Na kama ana nguvu fulani zimemfunga, ni wajibu wako wewe kumuombea, kufungua zile nira na kuondoa mizigo yote. Mungu amekupa kwa ajili ya wahitaji. Hapa tunajifunza kwa ajili ya wahitaji. Mtu ambaye anampendeza Mungu lazima aone hitaji liko wapi na kuweza kusaidia, na hatimaye tunaambiwa nuru yako itang'aa. Bwana Yesu asifiwe. Utamuita Bwana na Bwana atasikia. Amina. Unapotafuta watu wenye shida ukawasaidia, Mungu anakuwa karibu na wewe. Unapomuita anakusikia, kwa sababu alichokupa Mungu sio chako mwenyewe, ni chako na wale ambao wana mahitaji. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikakwambia, kuna sijui kama tumesoma hapa, anasema kwamba hata ni hapa anasema kwamba usijifiche na ndugu wako wa damu. Yaani kama wewe na mdogo wako au mama au kaka au ndugu wa aina yote kwako wewe, yeye hajaokoka, wewe umeokoka, lakini ana shida, yuko kwenye dhiki kubwa, usijifiche, usiache kumsaidia. Kama Mungu anakuwezesha, msaidie. Ndio msaada ambao Mungu ameuweka kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Usimchukie kwa sababu hajaokoka. Usimchukie kwa sababu anakudharau. Hathamini wokovu wako. Wewe unauthamini kwa sababu Mungu amekuokoa na umejua wema wake. Yeye hajajua wema wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiwa hapa anazungumza habari ya njaa. Mtu akiwa na njaa umpe chakula. Mtu akiwa mgeni umsaidie. Mtu akiwa na uhitaji mbalimbali uonekane kwake. Mungu atafanyaje? Atajidhihirisha kwako. Haya, tumalizie namba 7. Tuangalie kwenye Agano Jipya anasemaje. Kwa Mathayo 25:34-40. Hapo kuna mistari hiyo, tukimaliza tunamaliza. Mathayo 25:34-40.
Naomba unisomee tena hapo, mtumishi wa Mungu. Mathayo 25 4 mpaka 40. 34 mpaka 40. Kisha mfalme akawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Njoni, mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula; nalikuwa na kiu, mkaninywesha; nalikuwa mgeni, mkanikaribisha; nalikuwa uchi, mkanivika; nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama; nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, Amen, nawaambia, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Yesu anaonyesha jinsi itakavyokuwa siku za mwisho, kwamba wale wenye haki wataja kama walio upande wake wa kuume. Anasema kwamba njoni sasa mkarithi, rithini hivi vitu mmeandaliwa tangu ulimwengu kuumbwa. Kwa nini? Sababu akasema, Bwana, wakati nilipokuwa na njaa mlinipa chakula, nilipokuwa na kiu mlinipa maji, nilipokuwa uchi sina nguo mlinivika, nilipokuwa naumwa mlikuja kunitembelea, hata kule kifungoni mlikuja kuniona. Hivi lini tulifanya hivyo Bwana? Akasema, amina nawaambia, mlivyomtendea mmoja wapo wa hawa wenye shida kama hizi, mmenitendea mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mlivyowatendea wale, mlinitendea mimi. Kwa hiyo uingieni katika ufalme ambao umeandaliwa. Mungu anasema hivyo hata leo. Wewe ambao unafanya mema kupunguza dhiki ya walio nayo, Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawashukuru kanisa hili. Kanisa hili lina watu wazuri sana. Lina watu wazuri sana. Najua watu hawajaenda kwenye injili siku nyingi, lakini nashangaa watu wanaleta nguo za kupeleka kule kwenye injili. Unakuta na nguo nzuri, niwekeni hizi za kwenda kwenye injili. Wana macho ya rohoni, wanaona. Na watu wengine wanafanya vitu vingi kwa ajili ya kuwasaidia watu. Tusiache kufanya hivyo, maana Mungu ameagiza hii itafanya njia yetu ya mbinguni kuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu akiumwa, zamani ilikuwa wanaenda kwa zamu, sisi tunafanyaje siku hizi? Kama mtu akiumwa kwenye seli fulani, anaumwa, amekuwa admitted hospitali, lazima kupanga kwamba huyu mtu tukamwone, kama ni vijana, kama ni wa mama, kama ni wa baba, lakini akasaidiwa, maana yuko kwenye uhitaji. Yesu alisema, nilikuwa mgonjwa mkaja kuniona. Ni yale ukimfanyia ile, Yesu anasema mmemfanyia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhiki zipo duniani na tena tumewekewa, nimekwambia, lakini Mungu anasema, Yesu anasema kwamba huku duniani kuna dhiki, lakini jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayepita kwenye dhiki, jipe moyo. Yesu amefanyaje? Ameushinda ulimwengu. Na dhiki yetu ni ya muda mfupi, si ya muda mrefu. Inakuja alafu mwisho inaondoka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana uwezo wa kuangalia, niachie hii dhiki iende mahali fulani. Na nimekwambia, katika watu waliookoka wanaopita katika dhiki, kuna faida ambazo zinapatikana. Mungu anatutengeneza katika dhiki. Nilikuwa mbaya sana, lakini akinipiga, akinichapa, narejea. Mtoto ndivyo alivyo. Mtoto mdogo akiwa mkorofi, unamsaidia kwa nini? Kwa fimbo, si ndio? Si upigi kumuonea, kumuumiza, pana. Unampiga kumsaidia awe vizuri. Amina. Haleluya. Kwa hiyo mahali popote penye shida, ukiona saidia. Kanisa hili ni nzuri sana. Mimi najua kabisa kuna watu wenye moyo mzuri wa kuwasaidia wenzao. Na ndugu kwa ndugu, kama unaona mwenzako ana shida, msaidie. Sasa kusaidia sio material, vitu tu vinavyoshirika. Msaidie hata mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Msaidie mambo ya rohoni, msaidie mambo yote ambayo unaona hii kwa kweli kwa huyu mtu ni dhiki, nahitaji iondoke, na Mungu ataiondoa kupitia wewe.
Haleluya. Kila mtu atapitia dhiki hapa. Kila mtu atapitia dhiki hapa. Sasa wakati wa dhiki Mungu atupe neema, tupite vizuri, tupate faida ya ile dhiki. Amina. Haleluya. Mungu awabariki. Naomba tusimame. Inawezekana kabisa umepitia kwenye jambo lilo gumu. Nakwambia mwanangu, sio kwa sababu umemkosea Mungu. Sio kwa sababu umekuwa mbaya sana. Sio kwa sababu Mungu amekusahau. Hapana. Dhiki ipo tu hapa duniani. Mungu ameruhusu kwa kitambo tu. Itapita. Kama upo mtu namna hiyo, nitakuomba uje hapa mbele, tutaomba pamoja. Mtu ambaye unapitia kwenye jambo na mbona limekuwa hivi? Nimemkosea nini Mungu? Unaanza kujiuliza maswali ambayo wala hayafikishi popote. Mungu anasema dhiki ipo tu hapa duniani. Tena tumezaliwa kwenye hiyo dhiki. Lakini wakati tunakuja hapa wenye shida ili tuwaombee, ningependa kama upo mtu ambaye hujaokoka, hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na wewe umekuja kuabudu pamoja na sisi mchana wa leo, nikupe nafasi ya kwanza kabisa. Nyosha mkono pale ulipo, nataka nikuombee. Wewe ambaye hujaokoka, umekuja mara ya kwanza kanisani, nyosha mkono wako. Wote tuliitwa hivi hivi. Kanyosha mkono tukaombewa, tunaendelea mpaka leo. Asante. Mungu awabariki. Naona wote wameokoka. Basi kama ndio hivyo, wewe ambaye una shida, bado Mungu wetu ni yule yule. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Umepita kwenye jambo gumu, usilichukue peke yako. Njoo hapa mbele tumuite Bwana. Bwana ataenda kukusaidia. Atakupa neema ya kuangalia kwa upya kwamba hii shida naitazamaje. Mungu amesema shida zipo, lakini atatusaidia. Unaanza kuifikiria sana ukaibeba mwenyewe ikakushinda. Lakini huyu Mungu mwenye nguvu, huyu Mungu anayetuambia kwamba dhiki iko hapa duniani, atakusaidia ili uweze kupita kwa ushindi. Ndio tu kama kuna kitu kinakusumbua, mimi sihitaji kukijua nini, wewe unakijua, lakini Mungu anakijua. Na Mungu hataki upate shida. Hataki wewe uteseke. Wala hafurahii mateso ya mtu. Anataka mjue kwamba yuko Bwana ambaye anatawala mambo yote, anatawala watu wote, na yuko tayari kukusaidia. Basi naomba kuna ambaye anataka kuokoka hapa? Kuna ambaye anataka kuokoka? Watu watumishi wa Mungu, sawa. Sasa amini kwamba katika yale unayopitia Mungu atakusaidia na anakuwazia yaliyo mema. Hii ni dhiki ya kitambo tu, inapita. Kwa hiyo amba ukiwa umeweka mikono yako hivi, fumba macho, alafu rudia maneno haya: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Unajua pito langu. Leo hii natoa mzigo wangu kwako. Nisaidie Bwana. Nirejee tena Bwana. Uishe furaha yangu. Uishe uzima wangu. Katika jina la Yesu. Nipitapo katika dhiki, nijue kwamba upo pamoja na mimi ili uniokoe. Hivyo mchana wa leo ninanyenyekea kwako. Nisaidie. Nisaidie katika jina la Yesu. Amen.